Karibu tena kwenye chaneli yetu ya Penicare Afya, na leo tutakuwa na mada muhimu sana, mada kubwa ambayo tunaenda kuzungumzia umuhimu wa kuijua kansa au dalili za kansa kwenye afya yetu. Watu wengi wamekuwa wakigundua kansa tayari hatua ya mwisho, wakiwa tayari hatua ya mwisho, sababu walizipuuzia dalili za mwanzo. Sasa na ni kweli, na ni ukweli huu kwamba miili yetu hutuma ishara mapema. Swali ni je, unazijua dalili za kansa? Kaa na mimi mpaka mwisho, na leo nitakushirikisha dalili muhimu ambazo hupaswi kuzipuuzia hata siku moja. Kansa ni nini? Kwanza, kuna mtu mwingine anaweza asijue maana ya kansa. Kansa ni ugonjwa unaotokea pale seli za mwili zinapoanza kukua bila mpangilio na kushambulia tishu za kawaida. Inaweza kuathiri sehemu yoyote ya mwili kama matiti, mapafu, kizazi, tezi dume, ngozi, damu na nyingine nyingi. Mfano wa kansa zilizojulikana sana ni kama kuna breast cancer ambayo tumesema ni kansa ya titi, lakini pia kuna prostate cancer, kuna cervical cancer, kuna kansa ambazo hizo tumeshazizoea, lakini hizo zote ambazo nimezitaja ni aina za kansa na anaweza kupata mtu yoyote. Lakini leo hatuzungumzii aina zote au aina moja tu, tutazungumzia dalili kwa ujumla zinazoweza kuonekana kwenye aina nyingi za kansa ili upate vipimo kwa haraka zaidi. Na dalili muhimu za kansa, tukianza na dalili mojawapo ambayo ni dalili ya kwanza, ni kupungua uzito bila sababu yoyote. Kama unapungua kilo nyingi ghafla bila kubadili lishe au mazoezi, hiyo inaweza kuwa ishara ya kupata kansa. Lakini pia tunaweza tukaangalia dalili ya pili ambayo ni dalili hatari pia, ni uchovu wa kupindukia. Kuchoka kupita kiasi hata baada ya kupumzika vizuri ni dalili inayopaswa kuchunguzwa zaidi kama utakuwa na kansa au utakuwa na changamoto zingine. Lakini pia tunaangalia dalili ya tatu ambayo ni maumivu yasiyoisha. Unapata maumivu ya mwili, maumivu ya mara kwa mara yasiyoeleweka, hasa kichwa, tumbo, mifupa, inaweza kuwa ishara ya tatizo la kansa pia. Lakini kitu kingine ambacho tunakiangalia kwamba dalili za kansa, kuna hii dalili ya 4 kwamba unaweza ukawa unatokwa na damu isiyo ya kawaida. Hii ni dalili mbaya kwamba damu kwenye kinyesi, damu inatoka kwenye mkojo, kutoka damu ukeni, nje ya hedhi, kukohoa damu. Hizo ni dalili za kupata kansa, na hii ni dalili muhimu sana ambayo upasi kuipuuzia. Lakini dalili ya 5 ninaweza nikakufundisha siku ya leo ukaijua. Kuna kuvimba au uvimbe usio na maumivu. Yaani wewe ghafla unaona tu unavimba tu upati maumivu yoyote. Kama unahisi uvimbe kwenye titi, shingoni, kwapani, sehemu yoyote ya mwili, nenda hospitalini mapema ukapate vipimo. Lakini dalili ya 6 ambayo nitawafundisha siku ya leo ni mabadiliko ya kwenye ngozi. Kuna kidonda kisichopona, kuna kinyama kinachobadilika rangi au ukubwa, lakini pia kuna madoa mapya yasiyo ya kawaida. Mwili wako utabadilika pasipokuwa na shida yoyote. Lakini pia hizo zinaweza zikakutokea na usipate maumivu ya aina yoyote. Lakini dalili ya 7, kuna kikohozi cha muda mrefu. Hiyo nayo ni mbaya zaidi, kwamba utakuwa na kikohozi kizito sana, kikohozi kinachoendelea zaidi ya wiki, kuanzia wiki 3 mpaka wiki 4, hasa kama kitaambatana na maumivu ya kifua au damu, kinahitaji uchunguzi zaidi. Hiyo itakusaidia pia. Lakini ni nini ufanye? Je, umeshajua kwamba una hizo dalili? Ni nini ambacho utatakiwa ufanye na kwa haraka zaidi? Muhimu ni kujua kwamba kuwa na dalili hizi haimaanishi moja kwa moja una kansa. Hapana, lakini ni ishara kwamba unahitaji kupata uchunguzi wa daktari, vipimo. Lakini kadiri kansa itakavyogundulika mapema, ndivyo matibabu yanavyokuwa na mafanikio makubwa zaidi, kwamba itaweza kusaidia pale ambako wewe utajikuta una hizo dalili na ukapima ukagundulika una zile dalili za mwanzo. Hakikisha unapata tiba kwa haraka zaidi. Lakini kitu kingine ambacho unatakiwa ukifanye ni jinsi ya kujikinga. Je, utajikingaje? Umeshajua ufanye nini? Utajikinga vipi? Ingawa si kansa zote unaweza kupunguza hatari
hiyo unaweza kukusaidia ukapunguza hatari kwa haraka zaidi, kwamba epuka vitu ambavyo unaweza kuvifanya na vikakusaidia kansa yako isikue kwa haraka zaidi. Kuna kuepuka sigara, kupunguza unywaji wa pombe, kula lishe bora, lakini pia kufanya mazoezi mara kwa mara itakusaidia sana. Kupima afya mara kwa mara, yani uwe ni mtu wa kupima kwa haraka zaidi na mara kwa mara kupima afya yako. Lakini pia wanawake, kupima saratani ya shingo ya kizazi itakuwa ni nzuri zaidi, na kwa mwanaume kupima tezi dume hasa baada ya miaka 40. Kuna ile kwamba umefikisha miaka 40, jitahidi sana uwe unapima mara kwa mara tezi dume. Lakini nikwambie kitu kwamba afya yako ni mtaji wako. Usingoje haraka au usingoje mpaka hali iwe mbaya. Hapana, ukiona dalili zisizo za kawaida, chukua hatua mapema. Tupigie simu au nenda kwa daktari ambaye upo karibu naye ili akusaidie kupata uchunguzi wa zaidi na ili uanze vipimo zaidi. Kama umejifunza kitu, tafadhali like video hii, lakini pia usisahau kusubscribe na kuandika maoni yako.